The grace of God is sufficient this morning, and I thank God for His power. I thank God for His love. I thank God for choosing me to see this wonderful morning again, at this wonderful day. And I glorify Him, I exalt Him, and I lift His name on high. We want just to read the Bible again today from the book of Genesis chapter 1 and verse 16. Yani Mwanzo, mlango wake ni ule wa kwanza, yani sura ya kwanza na aya ya 16. Wengine wanaita mstari wa 16. Na inasema katika lugha ya Kizungu, and God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Sasa tunaona sasa tumekuja pole pole kutoka kuanzia aya ya kwanza kwenye sura hii, tukateremuka taratibu. Sasa tuko kwenye aya ya 16. Hapa ndipo sasa unakuja kuona kwamba jua ikatengenezwa, mbalamwezi ikatengenezwa, na nyota ikatengenezwa, na kila moja ikapatiwa mipaka yake na utawala wake. Jua ikapatiwa itawale mchana, mbalamwezi ikapewa itawale usiku, na nyota pia. Sasa sikiliza, utawala ama mamlaka ya kitu inapopatiwa kitu inamaanisha nini? Inamaanisha imepewa uweza wa kuamrisha chochote na kiwe. Ile kitu jua itataka iwe ifanyike mchana, itafanyika. Na kile kitu ambacho mbalamwezi itataka ifanyike usiku, itafanyika. Kuna uchawi wa jua na kuna uchawi wa mbalamwezi, na zinatofautiana, kwa sababu uchawi wa jua inatengenezwa, uchawi huo unatengenezwa kwa kutumia miale ya jua, nguvu za jua, yaani mamlaka ya jua. Nyota na mbalamwezi vile vile. Kwa hivyo ni kutafuta elimu ya kujua habari na uweza na mamlaka ya hizi nuru ama miangaza ambazo Mungu ameziweka. Tutatumiaje jua itufaidishe, itufaidi? Kwa sababu nataka nikuambie, na bado nataka nikukumbushe tu, ya kwamba binadamu ni kama mbegu. Mbegu iko na sehemu mbili, ya kulia na ya kushoto. Ukipasua kuachanisha mbegu mara mbili, haiwezi ikamea. Haiwezi. Ukipasua mara mbili, haiwezi mea, kwa sababu lazima zikuwe zimeungana. Upande wa kushoto na wa kulia ziungane, ndio ile mbegu iweze kukamilika. Binadamu ili aweze kukamilika, ako na pande mbili. Ako na upande wa kimwili na ako na upande wa kiroho. Na pande hizi mbili
ndizo zinamkamilisha mwanadamu. Ya pili, ili mwanadamu afanikiwe zaidi, lazima awe na elimu ya pande zote mbili. Binadamu wa siku ya leo hawana elimu ya upande wa kiroho. Elimu yao nyingi walio nayo ni ya upande wa kimwili pekee. Lakini watu wengi hawana elimu ya upande wa kiroho. Kwa hivyo jua, mbalamwezi na nyota zote mbili, zote tatu, vitu hivi ama hizi nuru na hizi miangaza zina faida ya mwanadamu, ama zina ushirikiano wa mwanadamu, ama zinafanya kazi kwa maisha ya mwanadamu katika pande hizi zote mbili. Upande wa ulimwengu wa kimwili na upande wa ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu usioonekana. Yaani ulimwengu wa mawazo. Ulimwengu wa fikra. Ulimwengu wa tafakari. Unaweza ukapatana na mtu huyo ana kibali cha kipekee. Hana pesa, hana sura nzuri ile ya kuvutia, hana mavazi mazuri, lakini mtu huyo anapendwa. Anakaa tu, anapendwa na watu. Ni mtu ambaye hata wewe mwenyewe ukipatana naye unasikia tu kumpenda. Na hujawahi kujiuliza, mbona mtu huyu? Ni nini kilicho ndani ya mtu huyu? Mtu huyo ulimwengu wake wa kiroho unang'aa. Ulimwengu wa kiroho wake iko active. So many people today, their spiritual world is not active. And that is why they can do anything. Because once your spiritual world is not active, it's dead, you can do anything. You can kill. You can do all sorts of perversion. You can do anything without care. Because the fear of God is not in you. That's why when they join the secret societies, which they are in the service of the devil, what the devil asks them to do is to give them their soul, to remove the light of God out of that soul, kuitoa ile pumzi ambayo ni nuru na hekima ya Mungu ndani yao. Hiyo ndiyo inaitwa soul. Hiyo ndiyo shetani anaitoa. He takes away the soul. He takes away that knowledge of God out of man. Hiyo ndiyo shetani huwa anaichukua. Sa anapoichukua ile nuru ama ile hekima ama maarifa ya Mungu, sasa roho inakufa. Sasa mtu huyu anageuka kukuwa mnyama. Akiambua hata achinje mama yake anachinja. Akiambua akatekate mtoto wake anakatakata. Maana the sense ya mtu ndani yake imekufa. Remember kwamba kila kitu iko na activities. Every activity iko na influence behind it. Iko na a certain power, a certain influence behind it. And it must have a connection ya viumbe vya kiroho, ya vitu vya kiroho, ili iweze kukamilika na kuenda vizuri na kuendeka vizuri. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe unapozidi kunifuata, unapozidi kukufundisha. Amina.